wazo la wiki. Natumaini muko sawa na muko salama kwa ajili ya Bwana. Leo ninataka kuongea tena juu ya neno ambalo tuliongea siku nyingine juu ya uchaguzi. Na tunapoingia katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi, Judges, tunapatana na jamaa mmoja ambaye aliwaua ndugu zake 70 wana wa Yerubaali. Akawaua watu 70, na alipokuwa anawaua juu ya mawe, yule jamaa, kijana mmoja alifaulu kutoroka mbio, na alikuwa yule kijana mdogo wa Yerubaali. Na alipotoroka, Biblia inasema Mungu akamsaidia, akawa na wakati mzuri wa kujificha. Na alipojificha kule kichakani, ndugu yake hakuwa anajua ya kwamba yule kijana alikuwa ameponyoka na ametoroka. Na basi ikawa wakati yule ndugu alipokuwa amejificha, siku zikaenda kadha wa kadha, na baadaye Biblia inasema ndugu yake Abimeleki na akawaita watu wote wakutane kwenye mgandi uliokuwa karibu na ngome iliyo katika Shekemu. Na walipokuwa wamekusanyika pale karibu na Shekemu, Biblia inasema naye Yothamu akakujua na akasikia habari za Abimeleki kwamba wamekutana kule kwenye mganda wa Shekemu. Na alipopanda pale, akapanda juu ya mlima na akawatazama akiwa juu ya mlima na kuona chenye kilikuwa kinaendelea. Na Biblia inafunza ya kwamba yule ndugu yake Abimeleki alihitaji kuwa mfalme wao na kiongozi wao kwa njia ya nguvu, na ndio aweze kufaulu kuwa mfalme juu yao. Aliwachukua wale ndugu zake 70 na wote akawaua, ama akawaua kwenye ile ngome. Na baada ya kuwaua mwambani, basi akawa na nafasi nzuri ya kuwaita wenyeji wa Shekemu na watu ya mbali yao ili aweze kutawazwa awe mfalme. Lakini elewa hivi, huwezi ukawa mfalme kwa sababu umemuua ndugu zako ama umwagikaji wa damu umetokea. Kwa njia nyingine ni kama alikuwa anatoa sacrifice ili aweze kupata ile cheo na kuwa mfalme. Na kwa sababu ninaendelea kufundisha juu ya wazo la wiki hii ningependa uwaze, je, ni vizuri mtu amwage ndugu zake damu ama ndugu yake damu ili akaweze kuwa kiongozi juu ya mbali yao ama ukoo wao? Na basi tunamuona Abimeleki, hivyo ndivyo alifanya. Aliua vijana wao 70, ndugu zake, watu 70, watoto wa baba yake. Na baada ya hivyo, siku hiyo nyingine inaonekana anawaita watu Shekemu ili waje wamtawaze awe mfalme juu ya wale watu. Lakini Biblia inafunza, na wakati alipokuwa amepanda juu ya kilele cha kilima cha Gerizemu, akapasa sauti sasa Yothamu na kuambia, nisikieni mimi yenyi watu wa Shekemu, ili kwamba Mungu naye apate kuwasikia. Aliwaambia watu wa Shekemu wamsikie yeye ili naye Mungu aweze kuwasikia. Ningewasihi wote ambao watakayosikia ujumbe huu ya wazo la wiki, munisikie, na mtakaponisikia na muombe kadiri ya neno la Mungu, basi Bwana atatupatia kiongozi katika mwaka ujao, kiongozi ambao hajamwaga damu. Biblia inasema Daudi alitamani kumjengea Mungu nyumba, lakini kwa sababu mikono yake ilikuwa imemwaga damu, Mungu akamwambia, pana, sio wewe Daudi, maana mikono yako imemwaga damu nyingi. Na hivyo tunahitaji kiongozi Kenya, tunahitaji kiongozi hata kanisani ambaye hajamwaga damu. Kumwaga damu kwa njia nyingine naweza sema ni kama kule kutoa kafara ama sadaka ili ukaweze kutawala. Lakini je, mtu atatawala na damu ya watu wa Mungu? Atakuwa kiongozi baada ya kumwaga damu ya watu ambao hawana hatia? Wazo la wiki, ningependa ufikirie juu ya jambo hili, nami basi nitaendelea kukuletea wazo la wiki takaponifuata na kunisikiza. Kitaka kusikia zaidi na juu ya huu ujumbe, unaweza enda kwenye ukurasa wetu wa YouTube, kwenye YouTube yetu Living Glory Ministry. Hapa pale utapata zaidi ya ujumbe wetu, na sana sana
juu ya uongozi na juu ya wakati huu tumo, ambaye watu wa Mungu siku nzuri tunafaa tupige magoti na tuombe juu ya nchi yetu, tuombe juu hata na viongozi wetu. Bwana wabariki, tupatane siku hiyo nyingine juu ya wazo la wiki.